من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika imani, tutaendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu Waislamu na sadaka zao duniani na akhira. Dada zangu katika imani, yatupasa kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hatujafa kabla hatujakufa, na tufanyeni haraka kutenda mema kabla hatujashughulishwa, na kadhalika tufanyeni mafungamano baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara na kutoa sadaka kwa siri na kwa dhahiri. Kwa kufanya hivyo, dada zangu katika imani, tutaruzukiwa na tutasaidiwa na tutatiwa nguvu. Je, dada zangu katika imani, tunapata risk na ushindi isipokuwa kwa wanyonge wetu? Basi tuwatafute walio dhaifu, maskini kwa mali zetu, tuwapeni risk na tutaruzukiwa, tuwarehemuni na tutarehemewa, na tufanye biashara na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwafanyia wema walio dhaifu, maskini. Ni biashara ambayo haitashindwa kamwe. Waumini, dada zangu katika iman, matajiri wamekwenda na thawabu zao, wamekwenda na vyeo vyao vya juu na raha ya milele. Wanaswali na kufunga na wanatoa mali yao ya ziada kwa sadaka. Wanahusudiwa, dada zangu katika iman, wenye kutoa sadaka kwa neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la hasad illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatin fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu husda hii wanaohusudiwa wenye kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna husda isipokuwa katika mambo mawili: mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa mali na akaitumia kwa njia iliyo sawa, na mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa hikma au amempa elimu na akahukumu nayo, na kuifundisha. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo katika Quran, sura Jumaa aya ya 4, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadlil adhim. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Ya Allah, tunakuomba uongofu, tunakuomba uchamungu, tunakuomba radhi zako na pepo ya juu kabisa sote, dada zangu katika iman. Na kwa mujibu wa Imam Shafi kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, ambaye amesema, nimemsikia Abul Qasim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, hakuna mja atoaye sadaka katika mali ya halali, na Mwenyezi Mungu hakubali chochote isipokuwa kilicho halali kwa mbingu, na halali ni halali, kana kwamba ameweka mkononi mwa mwingi wa rehma, kisha humnyanyua kama vile mmoja wenyu anavyomnyanyua punda wake, mpaka kipande cha chakula kitakapo fika siku ya Kiyama, nacho kitakuwa kama mlima mkubwa. Dada zangu katika imani, kisha akasoma aya ya 104 katika sura At-Tauba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lam anna Allaha huwa yaqbalu tawbatan an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat
ويأخذ الصدقات أن الله هو التواب الرحيم. Je, hawajui ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yani anapokea toba ya waja wake na anazikubali sadaka, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba ya mwenye kurehemewa. Dada zangu katika imani, tutoeni katika mali aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, na akatufanya wadhamini wa mali hiyo, ili aone jinsi tunavyotenda. Tutoe katika mema tuliyoyachuma, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwema na hukubali yaliyo mema tu. Dada zangu katika imani, wala tusitoe katika tusivyovipenda, kwani hatutapata wema mpaka tutoe katika vile tunavyovipenda. Dada zangu katika iman, yatupasa kujua kwamba kuna adabu nyingi za sadaka ambazo Muislamu anapaswa kuzifuata pale anapotaka kutoa ile sadaka, na miongoni mwa adabu hizo, kwanza kabisa ni kutafuta malipo ya sadaka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa yule ambaye kwamba anatarajia au anataka kutoa ile sadaka, katika nia yake awe ni mwenye kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kutoka kwa binadamu, wala si kutaka kusifiwa. Jambo la pili, katika adabu ya pili ya kutoa sadaka ni kwamba kutoa sadaka kutokana na pesa au mali ya halali, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni msafi na hakubali ila kilicho safi na halali. Jambo la pili, kwa yule kwamba anayetaka kutoa ile sadaka ni lazima atoe ile sadaka kutokana na kichumo cha halali. Na adabu ya tatu ya kutoa sadaka ni kuitoa ile sadaka kwa njia ya siri, si kwa njia ya uwazi, isipokuwa katika baadhi ya matukio ambayo sadaka haiwezi kufichika au kuifichua, huleta manufaa yanayohitajika, ambayo yani huleta manufaa inayohitajika. Adabu ya nne ya kutoa sadaka ni kwamba mwenye kutoa ile sadaka na atoe katika vile anavyovipenda, na hii ni kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Al-Imran aya ya 92, anasema Allah subhanahu wa ta'ala: lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Yani kabisa hamtafikia wema mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Dada zangu katika imani, na adabu ya tano kwa yule anayetaka kutoa sadaka ni kwamba miongoni mwa adabu pia ya sadaka ni kuharakisha kutoa ile sadaka na kushindana katika kutoa ile sadaka, kwa sababu sheitani huvunja moyo na azma ya mumin na humcheleweshea sadaka mpaka akaisahau. Haya dada zangu katika iman, yamesemwa na Said bin Wahf al-Qahtani katika kitabu chake cha Zakat katika Uislamu, katika Nuru ya Quran na Sunna, ukurasa wa 321 hadi 344. Dada zangu katika iman, na adabu ya sita ya kutoa kwa mwenye kutaka kutoa sadaka ni kwamba miongoni mwa adabu ya kutoa sadaka pia ni kutowaaibisha maskini kwa kujisifu au kujiona ulivyompa, na aina zote za madhara kwa maskini. Dada zangu katika imani, maswahaba waadilifu miongoni mwa waumini wanawake na wanaume waliweka mifano ya ajabu kabisa ya utoaji na ukarimu, yani katika sadaka. Walikuwa wakitumia kile walichokipenda na kuwapendelea wengine, yani kuliko wao wenyewe, hata kama walikuwa wakihitaji, kwa sababu walijua kwa yakini kwamba starehe na mapambo ya dunia ni ya kwisha, na walijua kwa yakini kwamba sadaka hizi zitawanufaisha baada ya kufa. Hivyo walijishughulisha sana kutengeza maisha yao ya akhera kwa kuwa na mazoea ya kushindana katika kutoa sadaka. Ama kwa hakika
Dada zangu katika iman, atakayeepushwa na ubakhili wa nafsi miongoni mwetu, hao ndio wenye kufaulu. Dada zangu katika iman, miongoni tu mwa mifano ya maswahaba katika utoaji wao wa sadaka ni kwanza kabisa familia ya Banu Najjar waliojitolea. Tunaona mfano wa kwanza katika familia ya Banu Najjar alikotoka mamake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Amina binti Wahab. Familia ya Bani Najjar walijitolea kutoa ardhi yao kwa ajili ya kujengwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kwa dalili ya hadith kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anha, yani amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ya Bani Najjar thaminuni bihaitikum qalu la natlub يعني ثمنه إلا إلى الله متفق عليه. قال الحافظ ابن الحجر رحمه الله قوله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن يعني مصروف إلى الله. يعني Mtume sallallahu alaihi wasallam yani amesema kuambia familia ya Banu Najjar alikotoka mama yake, enyi wana wa Al-Najjar, mpeni bustani yenu, yani mpeni bustani yenu au nipeni bustani yenu iwe bai'i, yani iwe allegiance. Wakasema hatumuombi yoyote malipo yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Al-Hafidh Ibn Hajar Allah amrehemu akasema katika kufafanua zaidi kauli yake, hatumuombi yeyote malipo yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa maana yake yani hatumuombi allegiance au bai'i yake kwa yeyote, bali ardhi hiyo itatumika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, dada zangu katika iman, miongoni mwa mifano ya maswahaba katika utoaji wa sadaka ni Abu Bakar radhiallahu anhu, kwani alitoa pesa yake pesa zake zote kama sadaka, na Umar radhiallahu anhu akatoa nusu ya pesa yake kama sadaka. Allah awe radhi nao wote wawili. Kutoka kwa Zaid, hii ni kwa dalili ya hadith kutoka kwa Zaid bin Aslam kutoka kwa babake, amesema nilimsikia Umar ibn Khattab radhiallahu anhu yani akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kutoa sadaka, na hilo lilienda sambamba na baadhi ya pesa nilizokuwa nazo. Nikasema leo nitamshinda Abu Bakar radhiallahu anhu kwa kutoa sadaka. Basi nilikuja na nusu ya fedha zangu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia, umewaachia nini familia yako? Nikasema nimewaachia nusu ya fedha zangu. Abu Bakar radhiallahu anhu akaja na kila alichokuwa nacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umewaachia nini familia yako? Akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimewaachia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Katika ufafanuzi, dada zangu katika imani, wa baadhi ya wanachuoni wamefafanua kauli hiyo ya Abu Bakar, nimewaachia Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kumaanisha yani hakuwaachia chochote familia yake katika hizo pesa alizotoa sadaka, bali aliwaachia yale yatakayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Akasema Umar radhiallahu anhu kumwambia Abu Bakar radhiallahu anhu, sitakushinda kamwe katika jambo lolote. Haya yamepokewa na Abu Daud. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa mifano tu ya maswahaba katika kutoa sadaka ni mfano wa sahaba Uthman bin Affan radhiallahu anhu, ambaye alichimba kisima cha Ruma na akakitayarisha kwa ajili ya jeshi la shida. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mwenye kuchimba kisima cha Ruma atapata pepo. Kwa hiyo sahaba Uthman bin Affan radhiallahu anhu akaichimba kisima hicho. Vile vile alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote atakayeunga jeshi la shida atapata pepo. Kwa hiyo Uthman bin Affan radhiallahu anhu akaiunga jeshi hilo na akaitayarisha vyema katika vita. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa mifano ya masahaba katika kutoa sadaka ni mfano mwema kadhalika tunaopata kwa sahaba Murthad
bin Abdullahi radhiallahu anhu, kwani sahaba huyu hangekuja msikitini isipokuwa kama alikuwa na kitu cha kutoa kama sadaka, na hii ni kwa dalili ya Yazid bin Abi Habib amesema Murtad bin Abdullahi, sahaba Murtad bin Abdullahi hangekuja msikitini isipokuwa alikuwa na kitu pamoja naye cha kutoa sadaka. Siku moja alikuja msikitini na vitunguu, hivyo nikamwambia, ewe mpwa wangu, wallahi hapana katika nyumba yangu ninachoweza kutoa isipokuwa ni hiki. Mtu mmoja miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kivuli cha mumin siku ya Kiyama ni sadaka yake. Haya yamepokewa na Imam Ahmad. Dada zangu katika iman, kadhalika miongoni pia mwa mifano ya maswahaba katika kutoa sadaka ni mfano tunaopata kwa sahaba Ka'b ibn Malik radhiallahu anhu, kwani alitoa baadhi ya fedha zake kama sadaka kwa ajili ya toba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kwa dalili ya hadith kutoka kwa Ka'b ibn Malik radhiallahu anhu ambaye amesema, sehemu ya toba yangu ni kutoa mali yangu kuwa ni sadaka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jiwekee, kwani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jiwekee baadhi ya mali zako kwani ni bora kwako. Imeafikiana. Na Imam An-Nawawi rahimahullah amesema kuhusiana na hayo, maana ya nimekata tamaa ni kutoa baadhi yake katika sadaka, kutoa yani baadhi ya mali ile kwa sadaka. Hii inaonyesha kuhitajika kwa kutoa sadaka kama shukrani tu kwa baraka au kwa neema yani zilizofanywa upya, haswa zile ambazo ni kubwa. Mwanadamu anatakiwa kutoa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na shukrani ile inakuja kwa njia ya nini? Ya sadaka. Dada zangu katika iman, kadhalika miongoni mwa mifano ya maswahaba katika kutoa sadaka ni hatua ya wanawake wa sahabiyat, yani maswahaba wa wanawake, yani hatua yao ya kutoa yani vitu vyao katika sadaka, yani kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma ambaye amesema, nimeshuhudia swala ya Eid pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliomba na akatoa hotuba, kisha akaenda kwa wanawake na akawahutubia na kuwaamuru kutoa sadaka. Nikawaona wakiinamisha masikio yao na koo zao kwa Bilal. Na mwanachuoni mutafikun alayhi, yani imeafikiana. Mwanachuoni Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah amesema hakika wanawake hao walichukua hatua ya kutoa sadaka licha ya hali ngumu waliokuwa nayo wakati huo. Ni ushahidi wa hali yao ya juu katika dini na hamu yao ya kutii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah awaongoze wanawake wa Kiislamu, atuongoze sote, hususan wenye mali waige mfano wa masahaba wa kike katika kutoa sadaka. Dada zangu katika iman, kadhalika Aisha radhiallahu anha hakuweka chochote. Mfano mwingine tunaoona kwa Aisha radhiallahu anha, hakuweka chochote kilichomjia ile aliitoa kama sadaka. Urwa bin Zubair radhiallahu anhu amesema kutoka kwa mama wa waumini, yani Aisha radhiallahu anhu, hakuweka chochote katika yale yani yaliyomjia kutoka katika riziki za Allah subhanahu wa ta'ala, bali aliitoa kama sadaka. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika iman, kadhalika miongoni mwa mapenzi ya sahabiyat, yani masahaba wanawake katika kutoa sadaka, tunapata mfano wa mama wa waumini Zainab binti Jahash radhiallahu anha kutoka kwa Aisha radhiallahu anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kuungana nami wa kwanza ndiye mwenye mkono mrefu zaidi. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono mrefu zaidi miongoni mwetu ulikuwa ni mkono wa Zainab, kwa sababu alikuwa akifanya kazi kwa mikono yake na alipenda sana kutoa sadaka. Na miongoni kadhalika
mapenzi ya masahabiat, yani masahaba wa kike, masahaba wanawake katika kutoa sadaka. Tunapata mfano kadhalika wa Zainab mke wa Ibni Mas'ud radhiallahu anhu, sahaba Ibni Mas'ud radhiallahu anhu. Zainab mke wa sahaba Ibni Mas'ud radhiallahu anhu alitoa anha, yani alitoa vitu vyake kama sadaka, mke huyu wa huyu sahaba Abdullahi ibn Mas'ud radhiallahu anhu ambaye alikuwa akiitwa Zainab. Yani kutoka kwa, na hii ni kwa dalili kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu ambaye amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajia wanawake msikitini, akasimama juu na akasema, enyi kundi la wanawake, nimeona kwamba nyinyi mtakuwa wengi katika watu wa motoni siku ya Kiyama, basi mkaribieni Allah subhanahu wa ta'ala kadri muwezavyo. Kadhalika yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, nimewaona nyinyi ni watu yani ndio mtakuwa wengi motoni, basi akawahimiza kutoa ile sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwaepushe na moto wa Jahannam. Na miongoni mwa wanawake hao alikuweko pale Mtume aliposema vile, miongoni mwa wanawake hao alikuweko mke wa Abdullahi yani bin Mas'ud radhiallahu anhu. Hivyo yani alikuja kwa Abdullah na kumweleza aliyoyasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akachukua mapambo yake. Ibni Mas'ud radhiallahu anhu akasema, unaenda wapi na mapambo haya? Akasema, natafuta kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwa njia hiyo, ili Allah subhanahu wa ta'ala asinifanye kuwa miongoni mwa watu wa motoni. Haya yamepokewa na Imam Ahmad. Kadhalika miongoni mwa mapenzi ya sahabiat, yani maswahaba wa kike wao wanawake katika kutoa, ni tunapata mfano wa Zainab bin Khuzaima al-Hilaliya radhiallahu anhu. Yani aliitwa mama wa maskini kwa sababu ya sadaka zake nyingi. Kutoka kwa Al-Zuhri amesema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Zainab bin Khuzaima ambaye alikuwa mama wa maskini. Aliitwa hivyo kwa sababu ya kuwalisha maskini mara kwa mara. Alikuwa katika uhai wa Mtume, yani kuwa katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuishi naye muda mrefu, bali akafariki. Haya yamepokewa na Al-Tabarani. Dada zangu katika iman, tazama jinsi mashindano baina ya maswahaba wa kiume na maswahabiat, maswahaba wa kike, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, yalivyokuwa, kwani haukuwa ushindani baina yao katika kukusanya mali au kupandishwa vyeo katika vyeo vya dunia, bali jambo lao la pekee lilikuwa ni mashindano katika kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia mali yenye thamani na kuitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili mradi tu wapate ushindi wa akhera. Na hayo ni kwa sababu walijua hakika ya ahadi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi chochote mtakachokitoa leo mtakikuta siku ya Kiyama. Dada zangu katika iman, sadaka ni lango la kheri kubwa na manufaa yake ni mengi. Atakayeifanya kuwa ni tabia yake kuitoa sadaka atalindwa au ataepushwa na shari yani kubwa, na atapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na mabustani ya neema. Waqala nabii sallallahu alaihi wasallam, rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda baina nnasi, yani pia amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu atakuwa kwenye kivuli cha sadaka yake mpaka hukumu ipitishwe baina ya watu. Haya yamesimuliwa na Ibn Hibban katika Maqasid Alhasana kutoka kwa Uqba ibn Amir na ni hadith nambari 268. Kwa hiyo siku ya Kiyama mwenye kutoa sadaka atatiwa katika kivuli cha sadaka yake na aliyoitoa hapa duniani katika uwanja wa hukumu, siku ambayo haitakuwa na kivuli cha Allah, yani siku ambayo haitakuwa na kivuli cha Allah, siku ambayo yani kutakuwa na siku ambayo haitakuwa na kivuli kingine isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala na kivuli cha mwenye kutoa sadaka, na siku ambayo jua litakapokuwa yani chini katika vichwa vya viumbe. Basi tuweni wakarimu na tutoeni sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na siku yani ili tupate kuepukana na siku hiyo nzito. Dada zangu katika iman, mwisho kabisa
yatupasa kutambua kuwa sote tutaondoka katika dunia hii na tutasimama mbele ya muumba wetu na tutaulizwa kuhusu matendo yetu na kumbukumbu zetu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala au azza wa jalla atupe sote mwisho mwema na tuwe miongoni mwa wale watakaokuwa bila ya hofu wala huzuni siku hiyo ngumu ya Kiyama. Shukran jazila wa barakallahu fikum.